instead of the government encouraging that young man to sell masks, Yes. to fend for himself, kwa sababu huyu kijana kama angekuwa anauza mask, angekuwa anapiga watu geta, ama anaiba kuku za wenyewe. Yani ananiuliza hiyo Kenya yenyu, yani mnadhulumu huyu mtoto kwa kumunyima kazi, alafu mnamdhulumu hata hana biashara ya kufanya ya serikali. Yeye mwenyewe anajishughulisha mpaka anapata side hustle. Alafu instead of serikali imsaidie hiyo side hustle, yani inamuua akifanya hiyo side hustle. Unajua hao wanasema ati Boniface ati alitukana askari. Mnajiuliza kwa nini labda alimtukana kama alimtukana because hatukuwa hapo. Labda kijana alikuwa na njaa. Labda kijana alikuwa ameteseka, amekimbizwa ya kutosha mpaka amekuwa frustrated. And we know we are human. But we cannot justify killing a young boy who is just selling masks. Ajitafutie. Ametoka Kangema, amekuja hapa Nairobi, ameacha baba Kangema, mama Kangema, amejileta 22-year-old. Yes. In fact, we should be congratulating such kids. Yes. Such young men who have decided to work hard. Yes. Sasa huyu alikuwa ananiambia kwa nchi yao wako na shida ya kutoa watoto kwa manyumba waende wakafanye kazi. Yani wao wana struggle watoto watoke kwa manyumba waende wafanye kazi. Na kazi ipo, lakini hapa sisi wale wamejitokeza side hustle ndio tunaua. Sasa hii ni serikali ya aina gani? In fact mkiona hao MPs wote wenye wanasema ati walioleka kwa broad based government, hiyo nasemanga ni blood based government. Muambie waache kutubeba vile wanatubeba. Kama wako serious and they surely feel that they are in the right government, they should impeach Murkomen first. Yes. Murkomen should be impeached. Yes. You cannot be trusted with the people's life if you are going to a police station, kuchocha police stations, police officers ati wa shoot to kill. What kind of a minister are you? He should be impeached yesterday. So endeni kule bunge muwaulize wabunge kwa nini hawajatoa Murkomen na waandike motion tumtoe. Mara that haraka sana. Yeah, because we cannot allow anybody to be as careless as that. Nimeona leo ana struggle. Oh, sikusema hii. Oh, nilikuwa na because anajua alimess. You cannot tell policemen that anybody who approaches a police station. In fact, that's very worrying. Do you want to tell me that when a small girl is raped, should not come to a police station? Are you wanting to tell me that kijana akidungwa kisu, akienda jioni kazi, haezi kuja kwa police station kuripoti ya kwamba amedhulumiwa? What kind of a country is this? So we are not going to allow Murkomen to go that route. We are not going to allow you Murkomen. No. Hata kama ni pesa imekuwa nyingi na power imekuwa nyingi, kijana tuliza boli, hatutakukuruhusu. I'm very particularly very upset with that. Inchi fulani ambao ni marafiki zetu. Huyo kiongozi wa vijana aliniuliza, yani Kenya kijana akisoma akimaliza akose kazi anachukua side hustle, anauza masks. An advocacy statements. Advocacy because nilikuja hapa about the one day after Boniface was brought here, invited by the family, especially Emily and Auntie, because tunajuana na wao. Kwa miaka mingi wakati nilikuwa nafanya kazi huko Kangema ya kupigana na pombe, na pia hapa Githurai kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi ya siasa na my sister alikuwa ananisaidia Emily. Na wakati nilipofika hapa daktari aliniarifu ya kwamba kijana alikuwa ameumia vibaya kwa akili, yani brain, na akaniarifu ya kwamba wanajaribu lolote lile ili kijana asurvive, lakini walikuwa wamepoteza hope ya kwamba akili yake inaweza fufuka. So it's very unfortunate to get the confirmation from the doctor that medically kijana ametuacha. Kijana alishutiwa on camera na tukaona wale ambao walimshoot. Na sasa ni siku kadhaa na hatujasikia kuna mtu ambaye ameshikwa, na kama ameshikwa inawezekanaje kuwa wanaendelea na kesi na familia haijaandika statement. Lawyer wa hii familia ametueleza ya kwamba amejaribu kuandika statement kuregister the shooting of the late Boniface, na wamezungushwa sana. Homicide department wameenda kwa DCI, wamerudishwa kule Vigilant House. What's happening? Why is the family not allowed to register their statement? Number 2, hao askari ambao walishoot huyu mtoto walikuwa wawili,
na mmoja wao alishuhudia. Kwa nini hatujasikia IPOA akisema ya kwamba huyo askari walikuwa na yule alitoa bunduki na akaua mtoto awe witness. Kwa hivyo IPOA tunataka mfanye kazi yenu, wacheni kutuzungusha. Ya tatu, tumearifiwa ya kwamba kuna watu walienda nyumbani kwa mama na baba mtoto na walikuwa na shughuli ya kuwaongelesha wazazi ili wasipatie statement kwa watu wa press. Kwa nini mnaenda kuambia hawa wazazi wasiongee na press? Kwa nini mnaficha? Kwa hivyo sisi tumekuja hapa sio kwa sababu tunapenda siasa, ni kwa sababu sisi ndio tuko na sauti ya kutetea wanyonge ambao hawana sauti. Kwa hivyo leo hii mimi kama mama ambaye ana uchungu wa mtoto, nataka kuuliza the investigators, IPOA, the investigators, please take this case very seriously because Kenyans are watching you. And we are not only watching you, but we are continuously getting angered and annoyed and raged because of your errors of commission and errors of omission. Ya mwisho, tuliambiwa na CS Kipchumba Murkomen ya kwamba kazi yake ni kutetea polisi. Ni sawa, watetee ni watoto wetu pia. Lakini unapotetea polisi wako, tafadhali kumbuka hata hawa wako na uchungu, watafute hata wao. Kwa hiyo television uambie pole. Usikuje kwa television kutuambia polisi ni binadamu. Hata sisi ni binadamu, hawa watoto ni binadamu. Kwa hivyo hiyo order to shoot and kill unaposema kusema na tulikuona ukisema, we want you to call the whole entourage of Vigilante House, DCI, IPOA, wote mufanye one common presser and you formally withdraw the order you gave on camera. Because we are getting and continuously getting worried to the direction you are taking this country. Ya mwisho, tangu last year 25th June last year, wale watoto waliumia hapa, wamelazwa hapa, ulisema wewe kama waziri usawa wa ndani, usalama, ukasema it is the business of the government to compensate the families that were affected, the individuals that were injured and maimed, and there is no any other compensation program that has been explained by the government. I have personally pursued the case, the issue. Na tukafanya presa tukiwa wajumbe kama 20, tukasema tunataka an inquest of a public inquiry commission. Tukasema tunataka mtengeneze a platform yenye tutafanya inquiry, tujue ni nani aliua nani alimaim nani yako kwa hospitali, nani ambaye bado anaenda na miti, nani amelazwa hospitali. 1 year down the line, nothing has been done. So what are you waiting for? Are you waiting for Kenyans to be annoyed? Are you waiting for Kenyans to come out of the street again so that you can create a platform where we are going to do some investigations on what happened? And finally, hapa kwa Kenyatta tuliona kijana mwingine amelazwa hapa, ameumia miguu, alipigwa rubber bullets 2 na ako hapa KU, hapa Kenyatta Hospital hapa, na amelazwa. Na huyu kijana alisema kama sikosei ya kwamba yule askari aliyempiga risasi ni huyo tu askari ambaye alipiga kijana yetu Boniface risasi, na sasa Boniface amekufa. So it means those rogue policemen did not just shoot Boniface. They shot so many other kids that are yet to confirm to the media because they are in hospitals. So what are we waiting for? So tonight we are demanding the following. 1, IPOA, can you tell us the official position of this case now that the family has not registered any statement because they have not been allowed to do so? And if you have the courage, why can't you go to Kangema and register the statement, or you accommodate, we can even bring them now to register the statement. We are willing to bring them to whatever police station you want us to bring them so that we can officially have a valid case. Please note, without the family statement, there is no valid case. Could it be munapanga hii kesi ipotele? I'm just asking. And we are looking forward to an official commitment by the government of Kenya
that Boniface and many other young people. Kuna kijana kwangu leo tulikuwa tunamuzika leo, anaitwa Hosea Juguna. Alikufa kwa sababu ya majeraha aliyopigwa kwa kichwa siku ya maandamano akiwa hapa Nairobi CBD. Nilienda kwa hiyo familia, wakaniambia hata wao statement hawajakubalishwa waandike. Wameenda mara 2 kutafuta pahali waandike statement. Wamefukuzwa na polisi. Sasa Murkomen, wakati unatuambia ati watu wakikaribia polisi wauawe, si unaona hata mafamilia wanaogopa kwenda kuweka statement? Was that statement supposed to scare these parents from approaching any police station to make any reports? Was it a way of intimidating Kenyans so that they can stay away from making formal reports and complaints about their loved ones who are injured and murdered? Kwa hivyo tuko hapa kusimama na hii familia, na tutaendelea kusimama na wao, na tutaendelea kufuata haki. Hata kama tunaambiwa ati wale ambao waliumia ni watu wa sijui kutoka Murang'a, kutoka Nyeri, kutoka Thika. Sisi tunataka kusema hivi, munaleta maneno ya tribes in this whole thing, the tribal card, so that you can be able to convince Kenyans that you are not wrong, but you are wrong. Wale watu walijitokeza kwa maandamano, by the way, for your record, wale wengi walikuwa wanatoka Thika, hawakupita pale Muthaiga. For your records, wale wengi waliotoka Kiambu Road, na mimi nilikuwa Kiambu Road, mimi nilikuwa nimeenda kusupport mama Evans ambaye mtoto wake alikufa last year. Nilikuwa kwa barabara tukitembea na mama Evans na baba Evans, and you can check on social media. I was in Kiambu Road. The group that was coming from Kiambu Road haikupita Muthaiga pale DCI, walipigwa wakarudi wote. Kwa hivyo hiyo maneno mnatuambia ati wale watoto walikuwa kule wanaenda CBD ni watoto wa Thika Road, ni watoto wa Kiambu Road. Shame on you, because we know what you guys are trying to insinuate. Ni hayo kwa sasa. Poleni dadi, poleni mami, poleni Emily, poleni auntie. Tuko na nyinyi na tutaendelea kuwatetea. Kazi yetu ni kuwatetea. And I will repeat again, I am here with the leaders from Kiambu County. This is Kimani Wanjiko, former MCA wa Kinoo. Tuko na mheshimiwa Dan Koria, MCA elected in Gatongora ward in Roiro. And the reason why we are with these people is because Emily, who is the spokesperson of the family, anaishi kwa eneo ya Wanjiko's area kule Kinoo. Naye mheshimiwa Dan Koria ni mheshimiwa wa Gatongora, lakini pahali kijana alikuwa anajificha usiku alale, huyo Boniface alikuwa katika eneo ya Dan Koria. That is why we are here. So, and same to auntie. Hata auntie ni mtu wa Kimbo kule Kiambu County, and that is why we are here. Not for politics, but to give our solidarity, condolences to the family, and to press for justice for our son, our hero, Boniface Kariuki. Asanteni sana. No, unless there is a question, Mheshimiwa, maybe you can say something. My question to you, yeah.